na kazi yake iweze kusonga mbele. Basi muda huu ni muda wa somo fupi la uwakili kama ilivyo ada, na somo la leo ni zuri, linaenda kujazia pale pale ambapo pamekuwa pakizungumzwa wakati wote tangu tulipoanza ibada asubuhi mpaka wakati huu. Somo la leo linasema kujitoa muhanga. Kujitoa muhanga. Kiukweli tunapaswa kujitoa muhanga. Mimi mmojawapo ni muhanga wa kujitoa nini? Muhanga. Hata kwenye mambo yangu huwa najitoa nini? Muhanga. Na katika hili la ununuzi wa kiwanja, hata katika hili nitajitoa nini? Muhanga. Kwa usihofu kujitoa nini? Muhanga, au utakufa. Au utafanyaje? Au utakufa. Mungu ni mwaminifu, atakuwa pamoja nasi. Somo ni kujitoa muhanga. Anasema kazi ya Mungu wakati wa utume na kwa kanisa la awali, hata katika nyakati za mwanzo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ilikuwa na sifa za kujitoa muhanga katika utume na matoleo. Watu wa Mungu walijitoa muhanga kutegemeza kazi ya Bwana. Tunajua pia kuwa kazi ya Mungu itamalizika hapa duniani katika mazingira ya kujitoa muhanga. Kujitoa muhanga katika zaka na sadaka kutusaidia kuokoa wengine kwa uzima wa milele. Wakati tunapopanga kumaliza kazi ya Mungu katika ulimwengu huu, hebu tujitoe muhanga kwa matoleo ya zaka na sadaka. Na wahitajika watu watakaojitoa muhanga kwa matoleo hata katika nyakati hizi. Ukisoma katika kitabu cha Christian Objective Lesson ukurasa wa 351. Mungu aweze kutubariki tunapopanga kujitoa muhanga, kwani nyumba ya Bwana siku zote ni salama pale panapokuwa na wakili mwaminifu wa nani? Wa Mungu. Tuombe. Asante Baba kwa sababu ya rehema zako na upendo wako ambao unaendelea kuwa pamoja nasi. Tusaidie kujitoa muhanga katika kila kazi yako iliyo mbele yetu. Tusaidie na tuongoze Baba. Hivi ndivyo tunavyoomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amina.